ameingia katika mtanange pia wa kuweza kuondolewa kwenye kikosi. Na Musa Bala Conte naye pia yeye anahitajika na Fadlu Davis. Itakumbukwa kwa Musa Bala Conte alikuwa anahitajika na Fadlu Davis kipindi akiwa Simba. Kabisa. Akamkosa. Yes. Sasa hivi Fadlu Davis yupo Raja Casablanca pale Morocco. Ameendelea kutupa ndoano upande wa Young African kwamba anamuhitaji. Na Yanga wameweka ngumu kumtoa mpaka hivi sasa. Mambo yamekuwa magumu kweli kweli kuweza kumtoa, lakini wanaendelea kuruhusu mazungumzo. Kwa mazungumzo yanaendelea na Yanga wameendelea kuweka ngumu kumwachia Musa Bala Conte. Kabisa. Lakini tukija kwa upande wa Celestine Ekua, wamemtoa kwa mkopo JS Kabylie kwenye dirisha hili dogo ili aweze kutengeneza kipaji chake kiweze kukua zaidi na kiwango chake kiweze kuongezeka. Na hii imekuwa kwa Yanga imekuwa kwa faida zaidi kwa sababu wamemtoa mchezaji wao katika timu ambayo kwanza ipo kwenye ligi ambayo ni shindani Afrika, lakini pili ni timu ambayo bado ipo kwenye ushindani wa soka la kimataifa, kwa maana kwamba wanashiriki ligi ya klabu bingwa barani Afrika. Kwa hiyo ina maana kwamba ni mchezaji ambaye hata kama msimu utakapomalizika Yanga watakapoamua kukubaliana waongeze nafasi ya kuweza kuweza kumfanya aweze kuendelea kuwa na consistency kwenye kuchezwa, hata kwa msimu ujao itakuwa ni rahisi zaidi kwa wao kuweza kuongeza mkataba. Mambo vipi mwanamichezo mwenzetu, karibu tena dimbani. Jina langu naitwa Cisco, niko hapa ndugu yangu wa damu kweli kweli, si mwingine muite Steven mwana wa Mapunda. Tunakwenda kusikia mengi na mazuri kutokea kwetu, yakiwa pia yanapatiwa nguvu kubwa mno na Bati Quality. Bati Quality bwana, ni kampuni bora ya Kitanzania, hiyo inazalisha na kusambaza pia bati aina zote. Ziko za migongo midogo, migongo mipana, mfano wa kigae, hata zile zenye matilo ya chenga zinapatikana kwa gharama nafuu na bei ya kiwandani. Ukinunua mabati bwana, utajipatia misumari pamoja na usafiri bure popote pale ndani ya ardhi ya Tanzania. Warranty yake pia ina muda mrefu, miaka 10 ya uangalizi. Bati unanunua wewe, anakuja kutamana nayo kijana wako. Karibu tena dimbani. Niko hapa Steven Mapunda. Unakwenda kusikia nyota ambao Young Africans wameamua kuacha rasmi na kuwapa thank you. Tukutane tena wakati mwingine. Steven Mapunda, uko vizuri? Yes, mimi niko vizuri. Mungu ni mwema kila wakati. Na kila wakati Mungu ni mwema. Na hiyo ndio asili yake. Kabisa. Bwana, Celestine Ekua basi tena ndani ya klabu ya Yanga. Ndio. Lakini nani bwana huyu Chikola? Ofen Chikola. Yes, na ndio basi tena ndani ya klabu ya Yanga. Kabisa. Sasa Celestine Ekua bwana, yeye ametolewa pale katika timu ya JS Kabylie kwa mkopo. Unanipata uzuri Lakini pia Ofen Chikola naye ametolewa pale ndani ya timu ya Singida Black Stars kwa mkopo wa miezi 6. Ndio. Unanipata uzuri Je, nyota hawa ambao wametolewa wote wameingia dirisha dogo na wote wameondolewa, ni sahihi kwenda kujikusanya na kupata nguvu tena, ama Young Africans wametumia haraka mno kwenye kufanya maamuzi juu ya nyota hawa? Lakini pia katika listi yako muongezee na Musa Bala Conte. Yes. Musa Bala Conte naye pia ameingia katika mtanange pia wa kuweza kuondolewa kwenye kikosi. Na Musa Bala Conte naye pia yeye anahitajika na Fadlu Davis. Itakumbukwa kwa Musa Bala Conte alikuwa anahitajika na Fadlu Davis kipindi akiwa Simba. Kabisa. Akamkosa. Sasa hivi Fadlu Davis yupo Raja Casablanca pale Morocco. Ameendelea kutupa ndoano upande wa Young African kwamba anamuhitaji. Na Yanga wameweka ngumu kumtoa mpaka hivi sasa. Mambo yamekuwa magumu kweli kweli kuweza kumtoa, lakini wanaendelea kuruhusu mazungumzo. Kwa mazungumzo yanaendelea na Yanga wameendelea kuweka ngumu kumwachia Musa Bala Conte. Kabisa. Lakini tukija kwa upande wa Celestine Ekua, wamemtoa kwa mkopo JS Kabylie kwenye dirisha hili dogo ili aweze kutengeneza kipaji chake kiweze kukua zaidi na kiwango chake kiweze kuongezeka. Na hii imekuwa kwa Yanga imekuwa kwa faida zaidi kwa sababu wamemtoa mchezaji wao katika timu ambayo kwanza ipo kwenye ligi ambayo ni shindani Afrika, lakini pili ni timu ambayo bado ipo kwenye ushindani wa soka la kimataifa, kwa maana kwamba wanashiriki ligi ya klabu bingwa barani Afrika. Kwa hiyo ina maana kwamba ni mchezaji ambaye hata kama msimu utakapomalizika Yanga watakapoamua kukubaliana waongeze nafasi ya kuweza
waongeze nafasi ya kuweza kumfanya aweze kuendelea kuwa na consistency kwenye kuchezwa, hata kwa msimu ujao itakuwa ni rahisi zaidi kwa wao kuweza kuongeza mkataba, kwa sababu tunajua kwamba mnaweza kama mkataba wa miezi 6, baada ya miezi 6 kumalizika mnakubaliana kwamba tunafanyaje, tuendelee au mnamchukua mchezaji wenu. Kwa hiyo ina maana kwamba hata kwa msimu ujao wakipata nafasi ya kuweza kumaliza msimu, lakini wakiendelea kumhitaji, inawezekana pia akaongeza mkataba kuendelea kubaki kwa mkopo ndani ya JS Kabylie. Kwa hiyo ndo jinsi ilivyo kwa upande wa Celestine Ekua. Lakini pia ukiangalia kwa Ofen Chikola naye pia wamemtoa kwa mkopo kwa timu ya Singida Black Star. Singida Black Star ipo kombe la shirikisho barani Afrika. Ndio. Singida Black Star ina alama 4 kwenye kundi lake. Kabisa. Kwa mpaka hivi sasa pia inachola alamani ya kuweza kuangalia namna gani inaweza ikasonga mbele kwenda kwenye hatua ya robo finali ligi ya kombe la shirikisho. Yes. Na tunatambua kwamba Singida Black Star kuna wachezaji muhimu ambao waliweza kuwaachia. Kuna wengine wameenda Simba, kuna wengine wameenda Young African. Kwa hiyo ina maana kwamba wanahitaji kuwapata watu ambao wanaweza wakawapa motisha ya kuendelea kupambana zaidi. Ofen Chikola sio mchezaji mbaya. Ofen Chikola ni mchezaji bora, mchezaji mzuri sana. Kinachomkosti Ofen Chikola, yupo kwenye kikosi ambacho kimecontain mastaa wengi, kimecontain wachezaji wengi wenye vipaji vikubwa. Kwa hiyo anakosa nafasi. Lakini kwa uwezo aliokuwa nao kwa timu kama Singida Black Star, anaweza kaa regular starter katika kikosi cha Singida Black Star. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba atapata nafasi kubwa ya kucheza. Wakati anapata nafasi kubwa ya kucheza, anaendelea kuongeza kipaji chake, kuendelea kukua zaidi na kuendelea kupata makali zaidi. Na istoshe Ofen Chikola ni mchezaji wa kizawa. Kwa hiyo ina maana kwamba Yanga watatengeneza faida kubwa zaidi endapo akiwa anapata nafasi kucheza ndani ya Singida Black Star. Kwa hiyo mimi naona doti ambazo wanazikusanya Yanga ni doti ambazo zimekaa vizuri kabisa na zimekaa kibiashara. Ofen Chikola aliingia dirisha kubwa, Celestine Ekua aliingia dirisha kubwa, wamepata nafasi ya kucheza, wakaona kwamba hawa sio wa kuwauza. Hawa tuwatoe kwa mkopo waendelee kuwa miliki yetu, waendelee kugenerate kipaji chao, afu baadaye wakiwa wameretain vizuri tuwarudishe katika mpango wetu. Lakini Musa Balakonte ukiangalia kwa sasa ameingia dirisha kubwa, hakupata nafasi kubwa ya kucheza, ameweza kupitia changamoto ya kuingia kwenye kikosi taratibu, amepewa nafasi chache, ameonyesha uwezo mkubwa na sasa wanamuhitaji. Tena sio wanamuhitaji ndani ya Tanzania, nje ya Tanzania, nchi ya Morocco. Na wewe unafahamu bora wa ligi ya Morocco ulivyo. Lakini pia unafahamu Fadlu Davis the way alivyokuwa anamhitaji Musa Balakonte na alipeleka jina lake akiwa Simba Sports Club kwamba namhitaji huyu kiungo, kwa sababu nilikutana naye akiwa kule Tunisia CS Faction, lakini pia niliweza kumkosa. Kwa sasa ninamhitaji, wakamkosa Simba. Akahama Simba, ameenda Raja Casablanca, na Raja Casablanca akiwa kule pia ameangalia kikosi chake akaona kwamba Musa Balakonte anaweza akakava hapa. Lakini Yanga kwa sababu wao walimsajili kwa dau kubwa sana na wameona kwamba ni mchezaji ambaye anaweza akawapa kitu, wakasema kwamba haiwezekani kumwachia hivi. Kwa bado mazungumzo yanaendelea, lakini jibu la haraka ni kwamba Yanga wametia ngumu dili la Musa Balakonte kuondoka ndani ya klabu ya Young African. Bwana, hivyo ndivyo ambavyo hapa tunazungumza michezo, mimi pamoja na ndugu yangu Steven mwana wa Mapunda. Taarifa ni nyingi kweli kweli, lakini kubwa zaidi Young Africans imeamua kutoa thank you na kupiga panga master wake kibao ambao walisajiliwa dirisha kubwa na kupelekwa kwenye timu mbalimbali ikiwemo timu za upande wa Afrika Kaskazini kwa mikopo, lakini wengine pia wananunuliwa kwa keshi. Mambo ni mazito kweli kweli. Young Africans bwana imeamua, imedhamiria, imepanga, imepania kuhakikisha bwana inaendelea kuwa vyema na kuwa imara kweli kweli kwenye mashindano kadha wa kadha. Lakini Steven Mapunda na watazamaji wetu nyakati hizi, kuna swali la kujiuliza juu haya ambayo yanapata kuendelea. Je, ni nyakati sahihi za Young Africans sasa kutafuta scouting mwingine, kwa sababu kumekuwa na hizi understanding mistake mbalimbali za usajili. Mchezaji anasajiliwa dirisha kubwa, dirisha dogo anaachwa, anasajiliwa dirisha dogo, kubwa anaachwa. Hapa kuna shida ama ni kawaida kwenye football? Kwa upande wa Young African mpaka hivi sasa hakuna wa kuweza kuwadai, kwa sababu walichokuwa wamekifanya kila kitu kimeweza kuwalipa zaidi. Ukiangalia kwenye ligi kuu
mpaka sasa wana nafasi nzuri. Yes. Wameweza kucheza michezo ambayo wameicheza takriban michezo 7. Okay. Hawajapoteza mchezo hata mmoja. Yeah. Wametoa suluhu mchezo mmoja. Yes. Wamecheza michezo ya klabu bingwa barani Afrika, wamekusanya alama 4. Yeah. Wapo nafasi ya pili katika kundi lao. Kwa bado hawajafanya vibaya, wapo vizuri zaidi. Kwa kinachotokea ni kwamba ni katika harakati na mipango tu ya kwamba tuna kikosi kipana, tuna wachezaji wengi wenye viwango vikubwa, na hao wachezaji ili kuweza kulinda vipaji vyao lazima wapate nafasi ya kucheza. Hawezi kucheza wote katika timu ya Young African. Tunaona benchi watakaa watu 5, wataingia watu 11. Je, hao wengine wanakaa wapi? Watakaa jukwani kila siku? Yeah. Lazima tuwapatie timu ambayo inaweza wakacheza. Ndicho ambacho wanakifanya. Ofen Chikola, ukisema usimpe nafasi ya kucheza unakuwa unamuonea. Okay. Kwa lazima umpe nafasi ya kwenda kucheza. Kadhalika pia ukimwangalia mtu kama Musa Balakonte, kumwangalia Celestine Ekua, wachezaji bora kabisa ambao lazima wapewe nafasi ya kucheza. Lakini pia naiona pia hata nafasi ya Edmund John huenda naye pia akapewa changamoto, pamoja na Kibwana Shomari naye pia akapewa changamoto. Kwa mpaka hivi sasa Young Africa kwenye idara yao ya usajili bado haijafeli mpaka hivi sasa, kwa sababu kufeli kwake manake ipe matokeo yake yapoje mpaka hivi sasa. Ndio timu pekee ambayo ligi kuu haijafungwa mpaka hivi sasa, ndio timu pekee ambayo imekusanya alama nzuri kwa michezo ambayo imecheza. Bwana wewe, Young Africans ukitaka kusema imefeli basi unaipambanisha na nani? Kama ukipambanisha Yanga kwa Yanga ndio utapata shida, lakini Young Africans na timu nyingine ziko taarifa zinaeleza kwamba wako vyema kweli kweli. Jina langu naitwa Nicholas John, ukipenda niite Cisco, lakini wacha nikwambie bwana, nguvu kubwa tunaipata kutokea pale Vini Nkolomboka. Ni kinywaji bora kweli kweli kwa kutokea upande wa Afrika Mashariki na Kati. Hiki bwana kimekuja kubamba na kuashika kweli kweli. Vini Nkolomboka bwana kimetengenezwa kwa kutumia vitu vya asili kama vile tangawizi, karafuu, asali na mambo kadha wa kadha. Unapata energy ndani yake na ina alcohol ya 12. Hii bwana ukipiga inashuka vizuri. Unaweza kuitumia kama tiba kwa ajili ya kufungua kifua, mapafu, lakini pia unaweza kuitumia kwa ajili ya kurekebisha heshima nyumbani. Vini Nkolomboka bwana sasa inapatikana madukani kote. Fika kwa Mangi ama fika kwenye grocery yoyote ile ama fika kwenye klabu yoyote, waambie wakupatie Vini Nkolomboka. Wakikuuliza ni nini, waambie hii ni nguvu ya Simba, fahari ya Tanzania. Ukipiga moja lazima urudie nyingine, ukionja moja lazima uonje na nyingine. Hii haijawahi kukosea bwana. Changamka ili uweze kurekebisha miili yako, kurekebisha afya yako kwa kutumia Vini Nkolomboka. Jina langu naitwa Cisco, nilikuwa hapa Steven mwana wa Mapunda, nyuma ya kamera ni Anko Vuma Zela Busala. Itoshi kusema Waila Linka, maasalam.